kuhusu matoleo. I want you to understand that giving is a law of nature. Nataka uelewe ya kwamba kutoa ni kanuni ya maisha. And God is a giver. Na Mungu ni mtoaji. We are created in the image of God. Tumeumbwa katika mfano wa Mungu. We are expected to be givers. Tunatarajiwa tuwe watoaji. So giving, kutoa, is a law. Ni sheria. It's not a please do. Si jambo la kuambiwa tafadhali fanya. It's a must do. Ni kitu cha kuambiwa ufanye. Because we expect you to know. Kwa sababu tunatarajia ujue that your giving, ya kwamba kutoa kwako, is very necessary for your spiritual growth. Ni ya maana sana katika kukua kwako kiroho. And as much as we come to the church to take, hata kama tunakuja kanisani kuchukua, God speak to me. Tafadhali Mungu ninene. God heal me. Mungu niponye. God deliver me. Mungu nikomboe. God give me money. Mungu nipe fedha. God give me a wife. Mungu nipe mke. God give me. Mungu nipe. You should know that your part to give is also there. Inakubidi ujue ya kwamba nafasi yako ya kutoa pia iko pale. So 2 Corinthians 9:6-8. Wakorintho wa pili 9:6-8 speaks about the first type of giving that I'm going to speak about. Inanena kuhusu matoleo kiwango cha kwanza ambacho tutanena juu yake. Is giving as a seed. Ni kutoa kama mbegu. Seed. Mbegu. So you know when we talk about these things, we don't want to remember what is happening on television. Wakati tunanena kuhusu mambo haya hatutaki kukumbuka yale yanayotendeka kwenye runinga. Tuma mbegu yako sasa hivi. Galia nambali hapo kibonyesha utume mbegu yako sasa. It is biblical. It's only that it is being used wrongly. Ni kibibilia kutoa, ni vile tu inatumika vibaya. Can we read that scripture with them? Tusome andiko hilo. This I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Kumbukeni, apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na atoe kadri alivyoamua kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa. Maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Mungu anaweza kuwapeni nyinyi zaidi ya yale mnayohitaji, mpate daima kuwa na kila kitu mnachohitaji, na hivyo mzidi kusaidia katika kila kazi njema. Thank you for reading the all of it. So it's talking about the amount you sow. Kwa hivyo inanena kuhusu kiwango ambacho unachotoa. There's no way you can plant 1 kilo of beans. Hauwezi panda kilo moja ya maharagwe. And somebody else plants 1 bag of beans. Na mwingine apande gunia moja la maharagwe. Under the same conditions. Katika hali sawa. And you expect to reap the same way. It is impossible. Na unatarajia mvune sawa, hiyo haiwezekani. So the more you plant, kwa hivyo jinsi unapopanda, the more you reap. Ndivyo jinsi unapovuna. Planting season, kupanda, majira ya kupanda, there are people who sell everything to get more seeds to plant. Kuna watu watauza kila kitu ili wapate mbegu ya kupanda. They want to plant more because they will know they will reap more. Watapanda vingi kwa sababu wanajua watapata vingi. There are others who have eaten their seed. Kuna wengine wameficha mbegu zao. And they are borrowing all over even for 1 kilo of seed. Na wanaomba kila mahali hata kilo moja ya mbegu. Reaping season, siku ya kuvuna, things will be different. Mambo yatakuwa tofauti. The ones that were set when they were planting, wale walikuwa wamejipanga wakati wa kupanda, they will reap with joy and happiness. Watavuna kwa furaha. And they will reap much. Na watavuna vingi. The ones that were planting without organizing themselves, wale walipanda bila kujipanga, they will reap small. Watavuna vichache. So every time you give to God, kwa hivyo kila wakati unapopeana kwa Mungu, every time you give to the house of God, kila wakati unapopeana kwenye nyumba ya Mungu, you're giving a seed, you're planting a seed. Unapanda mbegu. Every time you need somebody who is needy, kila wakati unaposhughulikia mahitaji ya mtu mwenye ako na hitaji, every time you are giving to a good cause that is not going to benefit you, wakati unatoa kwa sababu ya kumsaidia mtu na si kujisaidia mwenyewe, you're planting a seed. Unapanda mbegu. That seed might grow after 1 day. Mbegu hii inaweza kuwa baada ya siku moja. It might grow after 1 year. Itaweza kuwa na mwaka mmoja.
but it shall surely grow. Lakini itakuwa ama And itamea you're going to reap. na utavuna. And God loves a cheerful giver. Na Mungu hupendezwa na mtu mwenye hutoa kwa furaha. That's why we never push you here to give. Ndio maana huwa tuwasukumi hapa mtoe. Because if we push you, you'll come to give because you want pastor to be happy that you've given. Kwa sababu tukikusukuma utatoa ili mchungaji akafurahi ya kwamba umetoa. And I have no blessing for myself to give you. Na sina baraka yangu mimi mwenyewe ya kukupa. The only person that blesses is God. Yule mmoja tu anayebariki ni Mungu. And God watches your heart as you give. Na Mungu anatazama moyo wako unapotoa. That's the reason why, Hiyo ndio maana unless God instructs me, labda Mungu aniamurishe, I don't tell you bring your offerings line up here. huwa siwaambii leteni sadaka zenu mpange laini hapa. Because this one will influence you to come with an offering or a tithe so that you can stand here to be prayed for. Kwa sababu hii itakusababisha wewe ukuja na fungu lako la 10 ama sadaka yako ili ukuja hapa upange laini uombewe. We also don't have a book where you're told you pay 1,000 shillings because you are a lady and 2,000 because you are a man. Na hatuna kitabu ambacho tunasema ya kwamba ulipe 1,000 ama 2 kwa sababu wewe ni mume au mke. Because God loves a cheerful giver. Kwa sababu Mungu hupendezwa na mtu mwenye utoa kwa furaha. And I want you people to be blessed. Nataka watu nyinyi mbarikiwe. That's why I pray for you and I'm praying against poverty. I sweat like nobody's business. Pray for you. Ndio sababu wakati nawaombea Mungu awaondolee roho ya umaskini huwa anatoa jasho sana. But it's up to you. Lakini juu yako To understand that your giving kuelewa ya kwamba kutoa kwako is your seed. ni mbegu yako. When we come to pray for people here, Wakati tunakuja kuombea watu there hapa, are some who get big breakthroughs kuna watu ambao hupata miujiza mikubwa because they've been planting. kwa sababu wamekuwa They're wakipanda. just waiting for that prayer for them to start reaping. Walikuwa wanangoja tu ombi hilo ili wapate kuvuna. Others get nothing Kuna wengine hawapati kitu because they just love getting and giving nothing back. kwa sababu wanapenda kupokea na hawatoi chochote. So the first kind of giving Kwa hivyo matoleo ya kwanza is seed. ni mbegu. Let's go to 2 Corinthians 9:10. Wakorintho wa kwanza 9:10. Wakorintho wa pili 9:10. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa nyinyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya zote zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. I want you to understand that the seed you have, it is God that gives. Nataka uelewe ya kwamba mbegu unayo ni Mungu upeana. He also supplies food. Hata upeana chakula pia. Seed to the sower, Mbegu kwa mpanzi and bread for food for who? For the eater. na mkate kwa chakula. He's the one who supplies. Ni yeye hupeana. So when you realize he's the one that supplies everything, Kwa hivyo ukigundua ya kwamba ni yeye hukupa kila kitu, you will not hold on to your seed as if it carries your life. hautashikilia mbegu yako sana kwa dhati kama ndio imeshikilia maisha yako. You understand that the one that gives the seed is the same one that gives the food. Utaelewa ya kwamba mwenye upeana mbegu pia upeana chakula. Am I talking to someone? Na nena na mtu. So seed Kwa hivyo mbegu is something that you should be planting when you get an opportunity always. ni kitu ambacho unahitaji kupanda ukipata nafasi kila wakati. And it's good to have wisdom as you give. Na ni vizuri kuwa na hekima unapotoa. Don't just give because people are giving. Usitoe tu kwa sababu watu wanatoa. Don't just give because you are emotional. Usitoe kwa sababu ya hisia zako. Every time you give to the altar of God, always know that this, whatever you're giving is gonna speak on you. Kila wakati unapotoa kwenye madhabahu ya Mungu, jua ya kwamba kile unachotoa kitaongea juu yako. So if it is a seed, know in your heart I'm giving a seed. Kama ni mbegu, jua katika moyo wako unapeana mbegu. As you give it out, it will be registered as a seed. Ukiitoa itakuwa inanakiliwa kama mbegu. The second type of giving is a tithe. Aina ya pili ya matoleo ni fungu la 10. A tithe. Fungu la 10. This is God's command. Hii ni amri ya Mungu. It is God's system of making sure that his house is supplied with money to run it. Hii ni njia ya Mungu ya kuhakikisha ya kwamba nyumba yake imejazwa na vitu ambazo inahitaji. Let's read the book of Malachi 3:10. Malaki 3 mstari wa 10. Bring all the tithes into the storehouse,
that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough for you to receive it. Leteni ghalani mwangu zaka zote, ili nyumbani mwangu kuwe na chakula cha kutosha. Kisha mwaweza kunijaribu. Nijaribuni namna hiyo nanyi mtaona kama sitayafungua madirisha ya mbinguni na kuwatiririshia baraka tele. One thing I have known is that God is not a man that he should lie. Kitu kimoja nimegundua ni ya kwamba Mungu si mwanadamu aongee uongo. Number 2, I've realized that the word of God is the same yesterday, today and forever. Jambo la pili nimegundua ya kwamba neno la Mungu ni la ukweli jana, leo na hata milele. Number 3, I've realized. Jambo la tatu nimegundua, every scripture is active. Kila andiko linafanya kazi. It's just not active if you don't take it as it says. Ni vile tu haifanyi kazi kama uichukulie jinsi ilivyo. He's saying try me. Anasema nijaribuni and see. Na muone. And see. Muone. So this one, he is saying just do your part. Anasema fanya kazi yako. Ask me if I have done my part. Niulize kama umefanya na kazi yako. Do your part. Fanya kazi yako. Ask me if I have done my part. Niulize kama nimefanya kazi yangu. Now I know there are people here who are very faithful tithers. Najua kuna watu hapa ambao ni waaminifu katika kutoa. And there are times I kneel down and really pray for you. Na kuna wakati huwa anapiga magoti yangu na kuombea kabisa. You've been tithing and if there is nothing that is happening. Umekuwa ukitoa fungu lako la 10 na kama kuna kitu hakijakuwa kikifanyika. Can you take this scripture and stand with it before our Father? Simama na ile andiko na ulilete mbele ya baba yetu. Ask him, God, and you the one that has said this. Muulize Mungu, si wewe umesema haya? And you the one that has said I try you and see. Si wewe ulisema ya kwamba nikujaribu na nione? Why aren't I seeing? Kwa nini sioni? And God is faithful enough, he is going to answer you. Mungu ni mwaminifu kabisa, atakujibu. Am I talking to someone? Nanena na mtu. Am I talking to you? Nanena na mtu. There are others that don't tithe. Kuna wengine huwa hatoi fungu lao la 10. And there are so many. Na ni wengi. He has said do it and see. Anasema fanya na utaona. Do it and you'll not see. Don't do it and you'll not see. Usifanye na hautaona kitu. It's as simple as that. That is the grammar I was taught by Mr. Guyo. Ni rahisi jinsi hiyo. That is that grammar. Just don't do it and don't see. Usifanye na wewe usione. So you think you're doing well enough? Unafikiria unafanya poa? If you're giving, kama unatoa your tithe faithfully, fungu lako la 10 kwa uhakika, you would do better. Ungefanya bora zaidi than the way you're doing. Ya hivyo unafanya leo. When you find so many pastors pushing people to give money, wakati utapata wachungaji wengi wanasukuma watu watoe pesa, sometimes I understand them. Huwa nawaelewa saa zingine. I understand them. Huwa nawaelewa. Only that me I can't do it because I have a covenant that we did with my father when I came to ministry. Ni vile mimi siwezi nikafanya hayo kwa sababu niko na agano tulioweka na baba yangu wakati nilikuja kwenye huduma. Everything that happens in the church is money. Kila kitu kinachotendeka kanisani kinahitaji pesa. You're hearing the word, we are using electricity. Did you know that? Unasikiza injili na sisi tunatumia umeme. And the government does not give the church electricity for free. Na serikali huwa haitoi stima kwa kanisa kwa bure. We pay. Huwa tunalipa. True or false? Kweli au uongo? You have your radio and television in your house, sometimes they have mechanical issues. We have these equipments, sometimes they have mechanical issues. Tuko na hizi vyombo saa zingine zinahitaji fundi wa kuzitengeneza. We pay for them. Huwa tunalipia. Cameras and all these things you're seeing happening here. Kamera na vitu zote ambazo tunaona zikifanya kazi hapa. Somebody is paying for them. Kuna mtu analipia. From today, kutoka leo, I'm praying that we shall be faithful tithers. Naomba ya kwamba tukawa watoaji waaminifu. As much as we are building our own empires. Hata kama tunajenga mambo yetu mengine yote. Or are we living for our kingdom? Tunaachia nini ufalme wetu? There is somebody who is waiting for you. Kuna mtu ambaye anakungoja utoe. To give your substance so that we can reach that person. Utoe vitu vyako ili tukaweze kumfikia. Your tithe is your 10% of your earnings.
Fungu lako la 10 ni 10% ya mapato yako. If you are doing business, Kama unafanya biashara, 10% is not 10% of everything you sell. fungu lako la 10 si 10% ya kila kitu unachouza. Is 10% of your profit. Ni 10% ya faida yako. And that's why God is expecting Christians to be learned people. Na ndio maana Mungu anatarajia Wakristo wao watu waliosoma. If you are doing business, you should be able to know profits and your costs. Kama wewe ni biashara, inakuhitaji ujue faida yako na gharama zako. So don't make sales of 10,000 and bring 1,000. 1 month you will close shop. Kwa hivyo usiuze mauzo ya 10,000 na ulete 1,000, baada ya mwezi mmoja utafunga duka. Am I talking to someone? Na nena na mtu. If whatever you get, you sell something, you get 10 shillings, 1 shilling is for God. Kama umeuza kitu faida yako ni shilingi 10, shilingi 1 ni ya Mungu. If whatever you are selling is 100 shillings, you are not going to bring 10 shillings. You're bringing 1 shilling because the profit is 10 shillings. Kama umeuza kitu cha 100, uleti shilingi 10 kwa sababu faida yako ni ya shilingi 10, kwa hivyo unaleta shilingi 1. This one I want it to be understood so seriously. Nataka uelewe hivyo kabisa. If you are a business person and you have taken a loan, Kama wewe ni mbiashara na umechukua mkopo, you have taken a loan of 500,000. umechukua mkopo wa shilingi 500,000. Don't bring 50,000. Usilete 50,000. Put your money in your business. Chukua pesa yako iweke kwenye biashara. Put your money in your business. Weka pesa yako kwenye biashara. Your profit, the 10 of your profit is what you bring. 10% ya faida yako ndio unaleta. Are we listening? Tunasikiza? Because if you bring your own 50,000 from your loan and you are going to pay with interest, my friend, you will close. Kwa sababu ukileta 50,000 kutoka kwa mkopo wako na utalipa na faida, utafunga duka. Very necessary for you. Fungu la 10 ni la maana sana kwa sababu yako. Let's read the book of Genesis 14:19 to 20. Tusome Mwanzo 14 mstari wa 19 hadi wa 20. And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. 20. And blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hands. And he gave him a tithe of all. Akambariki Abrahamu akisema, Abraham na abarikiwe na Mungu mkuu, muumba mbingu na dunia, na atukuzwe Mungu mkuu, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Naye Abrahamu akampa Melkisedeki mchango wake sehemu ya 10 ya vitu vyote alivyokuwa navyo. So you see, tithing has not started now. Sasa unaona kutoa fungu la 10 hajaanzia sasa hivi. And some of us will say, we are not going to tithe now. Na kuna watu husema kwamba tutatoa fungu la 10 sasa. Mshahara yangu ni 2,000. Wacha ngoja nikipata 5,000 nitakuwa natoa. Tunaanza hapo. Siku utapata 5. Hai 5 haitoshi, wacha nifike 10. Kutoa unaanzaga from nothing. Ukiwa na ndogo unatoa, inakuwa culture. Unaidevelop ndani yako. Inakuwa part of you. Na kutoa inakusaidia kutokuwa na kitu inaitwa love for money. Because the more you love money, the more it runs away from you if you have never known. Jinsi unavyozidi kupenda pesa zaidi, ndivyo huwa zinakutoroka zaidi. Money is an agent of us buying what we require, not something to be worshipped. Pesa ni kitu cha kusaidia kupata kila tunahitaji, si kitu cha kuabudiwa. Let us not be lovers of money more than God. Tusikuwe wapenda pesa zaidi ya Mungu. Your money is very necessary for the work of the kingdom of God. Pesa zako ni za maana sana kwa ufalme wa Mungu. Don't eat everything. Usikule kila kitu. Give what belongs to him. Toa kile ni cha Mungu. Assume it's not your money. Fikiria si pesa yako. When you have a loan, you don't ask if they will cut it or not. They just cut. Wakati uko na mkopo hauulizi kama watakata ile pesa ama la, watakata tu. Assume this percent is not yours. Fikiria ya kwamba hii 1% si yako. You are just a steward. Wewe ni mweka hazina tu. So be a faithful steward. Kwa hivyo ukuwe mwaminifu katika kuweka kile Mungu amekupatia. So that the giver ili mtoaji can trust you ataweza kukuamini more. zaidi. Number 3, giving is thanksgiving. Jambo la 3 kutoa ni shukrani. Thanksgiving. Shukrani. 1 Timothy 6:17 to 19.
Timotheo wa kwanza 6:17 hadi 19. Command those who are rich in this present age and not to be haughty, not to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Waamuru watu walio matajiri katika mambo ya maisha ya sasa, wasijivune, wasiweke tumaini lao katika mali isiyoweza kutegemewa, bali wamtegemee Mungu ambaye kwa ukarimu hupatia vitu vyote tuvifurahie. The Bible is saying, kwa hivyo Biblia inasema, tell the rich people, ambia matajiri, not to be haughty. Waamuru watu walio matajiri katika mambo ya maisha ya sasa, wasijivune. Let us remember that these riches, tusijivune, tukumbuke ya kwamba utajiri huu, they are just uncertain. Ni mambo ambayo hayawezi kuelezeka kesho ama yanaweza badilika. These are fluid things that can be spilled. Haya ni mambo, ni vitu ambavyo vinaweza toweka leo. So thanksgiving, kwa hivyo kutoa shukrani, is saying, God, I thank you, I have enough. Ni kusema Mungu nashukuru ya kwamba niko na vya kutosha. I thank you, I have this that I have. Nakushukuru kwa sababu ya hivi nilivyo navyo. I'm coming to say thank you. Nimekuja kusema asante. When we give our offerings here on Sunday, wakati tunatoa sadaka zetu hapa kila Jumapili, most of it is thanksgiving. Tunatoa ikiwa ya shukrani. Thank you the whole week, God, you walked with me. Asante Mungu kwa sababu wiki mzima umetembea na mimi. Thank you today, God, I have something in my pocket. Asante leo Mungu niko na kitu kwenye mfuko wangu. Thank you, Lord, I'm coming to say thank you on your altar. Nimekuja kusema asante kwenye madhabahu yako. Uzeni mali yenu mkagawie maskini misaada. Jifanyieni mifuko isiyochakaa na kujiwekea hazina mbinguni ambako haitapungua. Huko wezi hawakaribii wala nondo hawaharibu. Pale ilipo hazina yako ndipo pia utakapokuwa moyo wako. Praise the Lord. Amen. God expects us to give to the needy and the poor every time. Mungu anatarajia tutoe kwa maskini kila wakati. Some people that are needy, watu wengi ambao wanahitaji vitu, is not because they would have wanted to be there. Si kwamba walikuwa wanataka sana wawe pale. There is one man who told me that he gives to the needy because, kuna mtu aliniambia anatoa kwa maskini kwa sababu, especially the beggars, haswa wale wanaomba kwenye streets, because God has given him brain enough to make his own money without begging. Kwa sababu Mungu amempea akili timamu ya kutengeneza pesa zake bila kuombaomba. Other circumstances of life has brought them down to that level. Kuna wengine mambo ya maisha yamewashusha hadi kiwango hicho. Others are angels walking around and you don't know, you're being tested. Wengine ni malaika wanatembea hivi tu na ujui. So God expects us, Mungu anatarajia to give to the needy. Tuwapatie maskini. In the book of Proverbs, kitabu cha Mithali 19:17, 19 mstari wa 17. He who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. Anayemsaidia maskini anamkopesha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamlipa kwa tendo lake jema. So every time I get time to lend to God, kwa hivyo wakati ninapopata nafasi ya kumkopesha Mungu, I lend and lend. Huwa nakopesha na kukopesha. When God says lend to me, wakati Mungu anasema nikopeshe, through this poor person, kupitia huyu maskini, lend him, mpatie, he will pay. Atalipa. He pays. Huwa analipa. Am I talking to someone? Nanena na mtu. God pays. Mungu huwa analipa. When you see needy people, help them. Ukiona watu ambao wako na mahitaji wasaidie. You are lending to God. Unakopesha Mungu. You have become a bank. Wewe umekuwa benki yake. And you know God pays back with interest. Na Mungu huwa analipa ikiwa na faida. Not small interest, big interest. Huwa analipa na faida kubwa. Alms, giving to the needy. Wapatie maskini. Then there is the first fruits. Kuna matoleo ya mazao ya kwanza. First fruits. Mazao ya kwanza. What God gives you. Kila Mungu anakupatia. That is over and above what you are earning. Ambacho kiko juu ya kile wewe unapata kama mshahara wako. You are not depending on it before. Haukuwa unaitumainia hiyo kitu awali. And somehow you are surviving. Na kuna namna ulikuwa unaishi. And now God has given it to you. Na sasa Mungu amekupatia. The first fruit.
Give it out. Matoleo ya kwanza patia Mungu. Let's go to the other one. Sacrificial giving. No. If you have prayed for something and nothing is happening. Kama umekuwa ukiombea jambo na hakuna kitu kimekuwa kikitendeka. You've sacrificed in fasting. Umetoa dhabihu ya kufunga. You've prayed. Umeomba. You've prayed warfare prayers. Umeomba maombi ya vita. You've been laid hands on by anointed people. Umewekelewa mikono na watu waliopakwa mafuta. Nothing is happening. Hakuna kitu kinachofanyika. Give a sacrifice. Toa dhabihu. Ile tu ni Mungu, angalia kile unachotoa. You are not sweating to give 500 shillings. Haujatoa jasho kupatiana shilingi 500. Even if I borrowed you 500 shillings, you would have given me. Ningekuomba shilingi 500 ungalinipatia. And you packed 500 shillings, you're bringing us a sacrifice. Na unaleta shilingi 500 kama dhabihu. There's somebody who can give 500 and it is a real sacrifice. They have sweat. Kuna mtu anaweza toa shilingi 500 na hiyo kabisa imemgharimu. But it's good to ask yourself, for me, have I really sweat giving this 500? Lakini ujiuliza kama natoa dhabihu kweli nimechoka kutoa hiyo 500. A sacrifice is something that you feel there is something that I've gotten out of me. Dhabihu ni mahali ambapo unatoa kitu na unasikia ni kana kwamba kuna kitu kimetoka hakika. You don't forget it. Huwa hausahau. You raise it and say, God, unainua na kusema Mungu, I need this breakthrough more than this money. Nahitaji upenyezo huu zaidi ya pesa hizi. You say, God, nasema Mungu, this situation is difficult for me. Hali hii ni ngumu sana kwangu. It is pressing me more than being without money. Imenifinya zaidi ya kutokuwa na pesa. What are the covenants over your life? Maagano yaliyowekwa juu ya maisha yako ni yapi? That you're trying to break and nothing is happening. Unataka kuyavunja na hakuna kitu kinachotendeka. Diseases that don't go away. Magonjwa ambayo hayatoweki. Poverty that does not go away. Maskini ambao haukuondokei. Polygamous spirit that is pushing you to the edge. Roho ya kuoa wake wengi ambayo imekusukuma mpaka mwisho. Raise a sacrifice. Inua dhabihu yako. Something that costs you much. Kitu ambacho kimekugharimu. Something that even heaven will feel you've given something. Kitu ambacho mbingu itasikia ya kwamba hakika umepeana kitu. It will speak for you. Itanena juu yako. So sacrifice. Kwa hivyo dhabihu. Dhabihu. Very necessary when you've prayed and nothing is happening. Ni ya maana sana wakati umeomba na hakuna kitu kinachofanyika. 1 Kings. Wafalme wa kwanza 17:13. You remember this story of Elijah? Unakumbuka historia ya Elia? And Elijah is coming from the wilderness. Na ametoka jangwani. And he finds a widow. Na anapata mjane. And this widow, na huyu mjane, has just food for her and her son. Akona chakula chake tu na mtoto wake. To eat for that dinner. Wale jioni hiyo. And things come to an end as per her. Na mambo yaishia hapo kulingana na yeye. But Elijah comes. Lakini Elia anakuja. Says to her. Anamwambia, do not fear. Do as you have said. Make a small cake from it fat and bring it to me, and afterwards make some for yourself and your son. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanya kama ulivyosema, lakini nitengenezee mimi kwanza na kuniletea andazi dogo, kisha jitengenezee wewe na mwanao chakula. This lady is saying, I have no more food. I have just this oil and this flour for me and my son for this evening. Huyu mjane anasema sina kitu kingine. Mimi niko na unga kidogo na mafuta kidogo yangu na mwanangu tukule leo jioni. Elijah is telling him, relax. Make it fast for me. Elia anamwambia tulia, kwanza nitengenezee. What sacrifices? Hiyo ndio dhabihu. I don't have it. Sina. But God is asking for it. Lakini Mungu anahitaji. I'll give it. Nitatoa. And you see what happened after that. Na unaona kile kilichotendeka baada ya hayo. The lady went through the famine as if nothing was happening. Mjane alipita katika hicho kipindi kama hakuna kitu kimefanyika. Because of sacrifice. Kwa sababu ya dhabihu. The level you are today is not your level tomorrow.
Kiwango ambacho uko ndani yake leo si kiwango chako cha kesho. You have tried to save a lot, nothing is happening. Umejaribu kuweka sana na hakuna kitu kinafanyika. Try giving out and see if something is going to happen. Sasa anza kutoa na uone kama kuna kitu kitakachotendeka. It's only a fool that does things the same way expecting the different results. Ni mjinga tu urudia jambo moja kwa muda mrefu akitarajia matokeo tofauti. And it's always good to have in mind where you want to go. Na ni vizuri kuwa kwenye akili zako ni wapi unataka kwenda. You will never arrive where you have not planned to arrive. Hautawahi fika mahali hujapanga kufika. You will never arrive there. Hautawahi fika pale. When you are planting, you know I am planting so that I can reap ABCD. Wakati unapanda unajua unapanda ili ukavune kitu fulani. Because God fulfills the desires of our heart. Kwa sababu Mungu huwa anatimiliza desire za roho zetu. When things become tougher, wakati mambo yamefanyika magumu zaidi, be tougher and say I'm going to give. Kuwa mgumu zaidi na useme nitatoa hakika. I told you again, when you see people like Bill Gates giving their money and becoming richer. Nilikwambia wakati mwingine ukiona watu kama Bill Gates akitoa pesa zake anakuwa tajiri zaidi. Don't think they have started when they became rich. Usifikiria walianza wakati walikuwa matajiri. They started when they had nothing. Walianza wakati hawakuwa na kitu. It is in their system. Hiyo iko ndani yao. A stingy person, mtu mwenye ushikilia vitu zake, the Bible says, Biblia husema, he stays with his money, huwa anakaa na pesa zake and becomes poorer. na anakuwa maskini zaidi. But a man who gives, lakini mtu ambaye hutoa vitu zake, gives, huwa anatoa and he never lacks. na huwa hakosi.